Mimi ni Maxence Melo, ni mkurugenzi mtendaji wa asasi ya kiraia inaitwa Jamii Afrika kwa sasa, zamani Jamii Forums. Leo tulikuwa tunazindua rasmi jina jipya, taasisi mpya inaitwa Jamii Afrika, ambapo awali ilikuwa inajulikana kama Jamii Forums, lakini ikiwa ina mbinu mpya ya namna ya kuweza kukabiliana na yale tunayotaka kuyafanya katika sekta tunayohudumia. Kwa sasa tumelazimika kuwa Jamii Afrika baada ya kutafakari, tukabaini kwamba hatuwezi kupata matokeo tofauti kwa kubakia vile vile, na tumefanya vile baada ya kushirikisha wadau mbalimbali ndani ya nchi, wadau wa serikali, asasi za kiraia, vyombo vya habari, mamlaka za nchi nje ya serikali, lakini pia tumeweza kushirikisha wadau wa Afrika Mashariki. Tulienda kwa wenzetu Kenya, tumeenda Rwanda, tumeenda Uganda, tumeenda DRC, tumeenda Zimbabwe, tumeenda Afrika Kusini, ili tuweze kuhakikisha kwamba kile tunachokuja nacho basi kinakuwa kinatatua kile ambacho tunadhani tunakiona. Na pia baada ya kuwashirikisha wadau tukabaini kwamba changamoto tunazokabiliana nazo Tanzania, kuna sehemu nyingine zinaelekeana, lakini kuna sehemu nyingine tunaweza kwenda na mbinu mbadala tofauti na tunazotumia Tanzania. Kwa mantiki hiyo tupo kwenye hatua za mwisho za kuanzisha jukwaa jipya kuanzia mwezi Mei, ambalo litakuwa linahudumia wananchi wa ukanda mkubwa zaidi ya Tanzania, ambapo watu wataona Rwanda, wataona Uganda, wataona Kenya, wataona Zimbabwe, wataona hata Afrika Kusini. Lakini lengo ni kwamba tuweze kushirikiana na wadau mbalimbali ndani ya maeneo haya tunayoyaendea katika kumhudumia mwananchi aweze kufanya maamuzi sahihi akiwa na taarifa sahihi. Kabla kuja Jamii Afrika, Jamii Forum, kipindi hiko mnajivunia mambo gani ambayo yamebadilisha masuala ya kijamii? Katika miaka mitano tangu tumekuwa asasi ya kiraia kwa miaka mitano, tangu mwaka 2020 mpaka 2024. Awali tulifikiria kwamba tutapofanya kazi zetu tuweze kufanya kazi kwa kushirikiana na wadau wa serikali angalau 6. Mpaka mwisho wa miaka mitano tumeshirikiana na wadau wa serikali kwa mikataba 26. Tulifikiria kwamba tuweze kufanya kazi na asasi za kiraia na vyombo vya habari takriban 16. Hatutoka kujipa namba kubwa ambayo hatuiwezi. Wakati ule tulikuwa bado tuna kesi mahakamani, tuna mambo mengi. Kwa hiyo tulikuwa pia tunaona kwamba inaweza ikachukua muda sana, lakini mpaka naongea tuna wadau wa asasi za kiraia za hapa nchini na vyombo vya habari zaidi ya 40 ambao tumeshirikiana nao. Kwa hiyo tumevuka hata lengo. Lakini pia tulikuwa tumesema tunaweza kuvuka mipaka. Lakini sasa wakati tunasema tunaweza kuvuka mipaka, hatukuwa tunajua mipaka yenyewe tutavukaje. Ndani ya miaka miwili iliyopita tumefanya matukio ya Afrika. Tumefanya tukio ambalo linajumuisha Afrika nzima nchini Uganda kwa kushirikiana na wenzetu kutoka Ghana, na tulifanya tukio jingine Mauritius mwaka juzi, na tuliweza kuonyesha uwezo wetu, na kwa ambao watafuatilia hata kwenye mitandao ya kidijitali ipo, tuliweza kuonyesha nguvu ya Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini baadaye tukasema tusiishie kwa tunafanya matukio tu, tufanye kutoa huduma kwa wadau, na tufanye hivyo kumwezesha mwananchi na wadau wa sekta zote, asasi za kiraia, serikali. Na hata tulivyoenda Uganda tumepata wadau wa serikali ambao wako tayari kufanya kazi na sisi. Tumeenda Kenya, serikali ya Kenya imekubaliana kufanya kazi na sisi, hata Zimbabwe. Kwa hiyo tulichobaini kwamba hatuwezi kuendelea kufanya kazi kwa namna ile ile tukapata matokeo tofauti, lakini pia hatuwezi kufanikiwa peke yetu bali kwa mashirikiano na wadau. Pengine ni mambo gani makubwa matatu ambayo hasa yameona lazima mbadilike kutoka Jamii Forum kwenda Jamii Afrika ili muweze kufanya kazi kwa misingi mnayoitaka? Kwanza, kwa awali Jamii Forums jina la taasisi lilikuwa linafanana na Jamii Forums platform. Kwa hiyo kila mtu alipokuwa akikutana na sisi alikuwa anajua ni wale wa platform. Kwa hiyo ukiongea tu sisi, mimi natokea Jamii Forums, cha kwanza unaambiwa kuna posti nimeweka, ambapo yawezekana anayeongea ni afisa ambaye hausikani na platform. Lakini pili, tumekuja kugundua kwamba hata platforms zenyewe zinaweza kuendeshwa kwa kutumia teknolojia yenyewe, AI. Kwa hiyo tumepunguza hata watu wanaoitwa moderators, content managers. Kwa mantiki hiyo hata hizo platforms hazipo hata mikononi mwetu. Kwa mantiki hiyo hauwezi kuendelea kubakia unajiita hivi wakati association sio platform moja. Lakini pia tumezalisha products nyingi. Tumezalisha kitu kinaitwa Stories of Change. Tumeanzisha ambayo ni sehemu ya wananchi kuandika maudhui yenye tija yanayochochea mabadiliko katika jamii yao. Lakini tumeanzisha kitu kinaitwa Jamii Check, ambayo ni mbinu ambayo imezalishwa kitanzania ya kuweza kukabiliana na upotoshaji wa taarifa, mis and disinformation, ambayo ni ya kisasa na ambayo ni shirikishi ya mwananchi. Lakini tumeanzisha kitu kinaitwa Fichua Uovu, ambayo ni sehemu ya kumwezesha mwananchi anapoona jambo lolote lisiloendelea sawa aweze kulitoa na kuliripoti, ambayo inasaidia serikali kuweza kujibu. Lakini awali hatukuwa na hivi vitu kabla, lakini kadri tulivyokuwa tukienda tukabaini
Tukienda kubakia vile vile na tukaja na hizi solutions na tukawa na jina lile lile, kimsingi tunakuwa ni kama tumesahau kwamba bidhaa nyingine zilizo sokoni ni za kwetu pia. Lakini pia tulibaini kwamba pia ukuaji wa teknolojia ni mkubwa sana, unaenda kwa kasi mno. Kasi ya ukuaji wa teknolojia ni ya ajabu kwa sababu mwaka 2020 tulikuwa na watumiaji wa internet takriban milioni 25. Mwaka 2025 tuna takriban milioni 50, ambayo ni mara mbili. Hatuwezi kuja na mbinu zile zile za mwaka 2020 tukatoboa. Tukasema hapana, ni lazima tushirikiane na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi, lakini lazima tuje na mbinu mbadala, tuje tukiwa ni taasisi iliyobadilika, lakini ambayo inaweza kuwa inakuja na majibu kwa changamoto tunazokabiliana nazo kwa sasa. Sawa, kwenye mpango mkakati sasa wa miaka 5, pengine ni mambo gani ya msingi kutaangazia? Katika strategic plan au mpango mkakati wa taasisi tuna mambo makuu manne. Moja ni kujenga mifumo ya kisasa ya Kiafrika, sio ya Kitanzania tu, ya Kiafrika, lakini inayojali asili ya ilikotoka. Kwa mantiki hiyo tunaita localized digital platforms, ambayo ni public interest infrastructure yenye maslahi ya umma, ambacho ndio kinaendelea kwa sasa hivi. Lakini pili ni sehemu ya kujenga uwezo kwa vyombo vya habari na wananchi, media and citizen empowerment. Hapa tunajengea uwezo wa wananchi juu ya namna ya kuzalisha maudhui ya ndani, local content, ambayo yanaingia kwenye dijitali, lakini yanasaidia wananchi wote kuweza kufanya maamuzi sahihi. Lakini tunafanya hivyo kwa vyombo vya habari, waandishi wa habari, pia na kwa wananchi, hasa digital content creators au wadhalishaji wa maudhui wa mtandaoni. Lakini pia kuna nyingine ambayo ni shirikishaji wa wadau wa serikali. Tunaita ushirikishwaji wa wadau wa mbalimbali katika utawala bora na uwajibikaji, au multi-actor collaboration kwa ajili ya governance na accountability. Eneo hili tunalenga kujengea uwezo wa wadau wa serikali, kushirikisha wadau wa serikali, lakini pia kushirikisha wananchi katika masuala ya utawala bora, uwajibikaji na hata demokrasia. Lakini ya mwisho, ambayo ingawa sio mwisho kwa umuhimu, ni sehemu ya ustahimilivu wa kidijitali, digital resilience, usalama wa kidijitali, digital safety, lakini pamoja na ushirikishwaji wa kidijitali. Tunakoelekea mtaona tutaanza kutengeneza vifaa vya kidijitali kama simu au tablet na computers, ambazo zitakuwa zimetengenezwa zikiwa na local content, maudhui ya kiasilia ya kwetu. Lakini hatutazalisha pekee, tutashirikiana na vyombo vya habari vitazalisha. Tutawapa uwanja kwenye kifaa hiki, kwenye simu wataweka maudhui, ambapo mwananchi akiwa na simu hiyo ana access kwenye maudhui yaliyozalishwa na wanahabari wetu, lakini pia yaliyozalishwa na wadau wetu ndani ya maeneo yetu. Wakati wa Jamii Forums, wanahabari walinufaika kwa asilimia kubwa sana kupitia Jamii Forums, ikiwemo training na mafunzo ya aina mbalimbali. Jamii Afrika, unawaahidi nini wanahabari, hasa hawa ambao wanakuoje hivi sasa? Kwa awali tulikuwa tuna specific training, mafunzo maalum kwa ajili ya waandishi wa habari na vyombo vya habari. Tumeweza kujenga uwezo kwa waandishi wa habari zaidi ya 1000 na tumeweza kutengeneza ukaribu sana na wanahabari takriban 500, na kila mkoa tuna mwandishi wa habari tunayefanya naye kazi, na hili tumeweza kulifanikisha kwa kushirikiana na wenzetu UTPC. Kwenda mbele, tunaenda nje ya mipaka ya Tanzania. Tunataka hawa tuliowajengea uwezo na wengine wajao tutawashowcase katika, au tutaweza kuwaonyesha katika uwanja mpana, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, lakini hata nje ya mipaka ya Afrika. Lengo ni kwamba katika ulimwengu huu wa dijitali tutaendelea kujenga mafunzo ambayo ni ya kimkakati, lakini tutafanya hivi kwa kushirikiana na wadau wetu, wawe ni sekta ya vyombo vya habari au waandishi wa habari, lakini specifically wanahabari wenyewe waweze kutuambia wangetamani kuona nini. Ndio maana mwaka huu sisi kama wenyekiti wa WordPress Freedom Day tumekuja na namna mbadala ya kusherehekea WordPress Freedom Day au siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ambayo inafanyikia Grameria jijini Arusha, na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunaenda kuwaleta big tech au hawa wataalamu wa teknolojia wakubwa zaidi, Meta, watakuwepo Google na wengine, kuja kuwajengea uwezo wa wanahabari kujua namna gani wanaweza kuzalisha pesa katika ulimwengu huu wa dijitali, lakini pia kutokuiona dijitali kama tishio, bali kuiona kama fursa, kwa sababu miaka 5 ijayo wale wanahabari watakaobakia wanafanya kazi kwa namna zile zile za kizamani, kuna uwezekano wakabakia hawaeleweki, yani kwa kimombo unasema watakuwa irrelevant. Tunatamani tuende nao, tusiwaache nyuma na tuweze kushirikiana. Namna gani Jamii Afrika itaendelea kushiriki katika kuboresha sera na sheria mbalimbali kama ilivyokuwa katika Jamii Forums? Tumekuwa kwa ndani ya miaka 4 sera zinazoegemea dijitali tumesaidia kurekebisha 4, za vyombo vya habari 3, lakini tunakoelekea tutaendelea kushirikiana na wadau kama Kori na wadau wengine kuhakikisha kwamba kunakuwa na sera rafiki za maeneo ya uchakatwaji wa taarifa. Na kwa sasa hivi tumeanza mahusiano na sijajua inaitwaje, Journalist Accreditation Board,
bodi ya ithibati ya waandishi wa habari katika kuhakikisha kwamba pale watapokuwa wanafanya ithibati kwa waandishi wa habari tuweze kuwajengea uwezo wa waandishi, lakini pia tuweze kushirikiana na bodi kuhakikisha kwamba sekta ya habari inalindwa, lakini pia kunakuwa na sera na sheria rafiki wezeshi kwa waandishi wa habari kuliko kuwa na sheria na sera kandamizi, ili uhuru wa kujieleza kwa wananchi na kwa waandishi wa habari uweze kustawi kwa uzuri.